Na kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Serikali ya Ukraine imechapisha mkataba uliosainiwa na Marekani juu ya rasilimali zake za nishati na madini baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo yenye mvutano. Makubaliano hayo yamezungumzia ushirikiano wa kudumu katika kile ilichosema Ukraine huru na salama, ambapo msaada wowote ujao wa kijeshi wa Marekani kwa Kiev utahesabiwa kama uwekezaji katika ushirikiano. Lakini makubaliano hayo hayajumuishi dhamana yoyote ya wazi ya usalama ya Marekani kwa Ukraine, mojawapo wa malengo muhimu ya Kiev. Wananchi wengi wa Ukraine wameunga mkono makubaliano hayo, huku wengine wakiatilia shaka. Rasilimali za madini ni kwa ajili ya watu wote wa Ukraine. Ni ngumu kwangu mimi kuzungumzia juu ya ukweli kwamba mtu mmoja, rais wetu na watendaji wake wamepora rasilimali hizi, na wakati huo naelewa kwamba nchi iko katika wakati mgumu wa vita, na ili kuweza kushinda tunahitaji kuridhia. Ukraine na Urusi zimetoa malalamiko tofauti kuhusiana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine kushambulia mji mdogo katika eneo la Kherson linalodhibitiwa na Urusi. Maafisa wanaounga mkono Urusi wamesema raia walilengwa katika soko lililopo Oleshki na kuua watu 7 na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa. Lakini Ukraine imesema wanajeshi ndio waliolengwa. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya juu ya kutatizika kwa ufadhili wa masuala ya afya duniani baada ya kusitishwa kwa misaada mingi ya kigeni na Rais wa Marekani Donald Trump. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeathiriwa kwa kulazimika kupunguza kati ya 25% na 30% ya wafanyakazi wake kimataifa, huku shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR likiwa na hatari ya kupoteza hadi 30% ya wafanyakazi wake. Wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wameonya juu ya athari za kupunguzwa kwa ufadhili katika maeneo ambayo mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yanatoa msaada wa kuokoa maisha ya mamilioni ya watu. Kwa miaka kadhaa, Marekani imekuwa mfadhili mkubwa wa Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Umoja wa Mataifa umesema umeanza kusambaza chakula cha kwanza cha msaada katikati mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka 2 iliyopita. Zaidi na Sami Batenzi. Watu 30,000 wamepata msaada huo wa chakula katika maeneo mawili, ikiwemo Al-Azhar kusini mwa Khartoum ambao kulikuwa na hatari kubwa ya baa la njaa. Taarifa zinasema wanamgambo wa RSF ambao kwa sasa wamefukuzwa kutoka katika mji mkuu wa Khartoum wameshambulia tena ikulu ya nchi hiyo kwa kutumia mizinga ya masafa marefu. Wakati huo, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu Volker Turk amesema zaidi ya raia 500 wameuawa katika wiki 3 za mapigano kaskazini mwa Darfur. Ni Sambatenzi. Sudan Kusini inasema shehena za mafuta yake ghafi zimewasili katika bandari ya Sham kwa ajili ya kusafirishwa nje kwa mara ya kwanza baada ya miezi 14. Usafirishaji huo ulikatizwa Machi mwaka jana kutokana na vita kati ya nchi jirani ya Sudan, hali ambayo ilisababisha mpasuko katika mojawapo ya mabomba yanayosafirisha mafuta hayo mpakani mwa pwani ya Sudan. Ujumbe wa serikali ya Sudan Kusini unaotembelea mji wa bandari ya Sudan wamepongeza usafirishaji kuwa ni muhimu kwa uchumi wa nchi hiyo. Mafuta yanachangia zaidi ya 90% ya mapato ya Sudan Kusini. Hii ni BBC. Taarifa kuu za dunia zimesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na magharibi mwa Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Nyota FM. Nchini Tanzania, matangazo haya yanapokea kupitia Radio 1 na Radio Free Africa Mwanza. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutusikiza kupitia Radio Muungano Beni. Pia, unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Vile vile unaweza kutoa maoni yako, baadaye tukasoma ujumbe wako. Hili uko na Sarafina Robi nikiwa studio zetu mjini Nairobi, na kule Dar es Salaam na mwenzangu Regina Mziwanda. Karibu Regina. Asante sana Sarafina Robi, na karibu msikilizaji. Na kwa kuanza matangazo haya basi, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limelaani vikali tukio la kushambuliwa kwa katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padre
Dr. Charles Kitima usiku wa kuamkia leo jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza tukio hilo lililosababisha majeraha ya kichwa lililotokea maeneo ya Kurasini hapa Dar es Salaam. Padre Kitima alikuwa ametoka kuhudhuria kikao cha viongozi wa dini kilichodumu kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni. Baada ya kikao hicho aliendelea kubaki katika kantini ya baraza hilo kwa ajili ya kupata kinywaji, ambapo baadaye alielekea Maliwatoni na ndipo alipovamiwa na kushambuliwa na watu wawili waliotumia kitu butu. Mashuhuda waliokuwepo katika eneo la tukio wamearifu kwamba Padre Kitima alionekana akizungumza na watu kadhaa kabla ya kuondoka kuelekea Maliwatoni, na muda mfupi baadaye waliona watu wakikimbia eneo hilo huku yeye akiomba msaada akiwa anatokwa damu. Kuhusiana na tukio hilo basi, awali nimezungumza na Padre Chesco Msaga ambaye ni naibu katibu mkuu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwanza anaanza kwa kueleza alivyopokea taarifa za mkuu wake. Siku ya jana tarehe 30 tulikuwa na mikutano mingi ambayo ilikuwa inaendelea. Kulikuwa na vikundi karibu 4 ambavyo vilikuwa vinafanya mikutano. Walikuwepo viongozi wa dini ambao walikuwa wanafanya mkutano kuhusu haki za raia na masuala mbalimbali yanayohusiana na uchaguzi, lakini vile vile kulikuwa kuna watu wa kamati za liturujia kutoka majimbo mbalimbali hapa Tanzania. Kulikuwa kuna wajumbe wa Caritas walikuwa wanafanya mikutano yao hapa, na asubuhi vile vile walikuwepo watu wa TANESCO ambao walikuwa na mkutano wao ulikuwa unaendelea hapa. Kwa hiyo kwa ujumla tulikuwa tuna takriban watu 200 ambao walikuwa hapa katika kituo hiki cha Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wakifanya mikutano yao. Na jana jioni mida ya tuseme usiku saa 3 usiku nilipigiwa simu, nilipewa taarifa kwamba kuna shida ambayo imetokea katika eneo letu. Mimi nilikuwa kwenye chumba changu nikapata taarifa kwamba Padre Kitima kuna watu ambao wamemshambulia. Alikuwa hapa na yeye akiongea na watu karibu na eneo la kantini yetu ambayo mara nyingi watu wanapata huduma ya chakula. Nikapewa taarifa kwamba Padre Kitima amevamiwa na watu na wamempiga, ameumia sana na amepelekwa hospitali. Kwa hiyo mimi nilipofika sikumkuta kwenye eneo hilo, alikuwa ameshachukuliwa na kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu na usaidizi zaidi. Baadaye watu wa usalama walipigiwa taarifa na wakafika eneo la tukio, na tukaanza kueleza ni nini tulichokiona, ni nini kilichotokea na kadhalika, na tukawaeleza wale watu ambao walikuwa karibu walipomwona Padre Kitima akivuja damu kichwani nyingi sana, na hatimaye alipochukuliwa kupelekwa hospitali. Kwa hiyo mimi toka jana sijalala mpaka sasa hivi, niko na watu wa usalama, niko na hawa wanataka nitoe maelezo, lakini leo asubuhi nilibahatika, nilikwenda kumwona hospitali alipo, nikakuta amefungwa bandage kichwa chote. Tunamshukuru Mungu, anaongea, ananifahamu, na tukasali kwa pamoja, tukamshukuru Mungu kwamba amemwepusha na hatari ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi. Yeye mwenyewe mlipozungumza amewatambua washambuliaji wake? Aliwaona ni vijana wawili tu ambao walikuwa mbele yake, na kadiri ya maelezo ambayo alinipa mafupi. Walimwambia chochote kabla ya kuanza kumshambulia? Hapana, kwa kweli sikumuuliza kama kuna mazungumzo yote aliyefanya na wale vijana. Naam, mpaka sasa kanisa Katoliki lina kauli yoyote ama tunaendelea kusubiri vyombo vya usalama vikifanya kazi yao? Tunaendelea kusubiri vyombo vya usalama, watu waliokuja, vyombo mbalimbali wamefika hapa, maafisa wa polisi, na wamechukua maelezo ya watu mbalimbali. Kwa hiyo mimi ningefikiri tusubiri maelezo yao yaliyotokea. Sisi kama kanisa tunaendelea kumwombea kwanza ndugu yetu Padre Kitima apone haraka, aendelee na majukumu yake, lakini vile vile tunaomba Watanzania wote tuendelee kuomba kwa ajili ya amani ya nchi yetu na umoja na mshikamano wa nchi yetu, lakini vile vile tuiombee nchi yetu amani. Hii si dalili nzuri na haina afya hata kidogo kwa nchi yetu ambayo daima tumekuwa watu tunaishi kwa umoja, upendo na mshikamano. Ni Padre Chesco Msaga ambaye ni naibu katibu mkuu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Na tukisalia katika taarifa hiyo kuu, awali nimezungumza na wakili Mwabukusi, wakili wa kujitegemea ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika. Wakili huyu alikuwa na Dr. Kitima mpaka jioni ya jana. Hapa anaeleza kile anachokifahamu.
kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tulikuwa na workshop ambayo tulifanyia maeneo ya Tech. Mimi na Father Kitima ndo tulikuwa wawezeshaji. Tulifanya kazi ile mpaka jioni majira ya saa 12 kuelekea saa 1 kasoro, kwa sababu mimi nimefikia sehemu tofauti. Tuliachana na Father Kitima ili mimi nirudi, lakini wao tuliwaacha wanaendelea kukamilisha uandikaji wa taarifa, mapendekezo na maazimio, kwa sababu yalitakiwa kusambazwa kwa wadau leo. Lakini usiku wakati wakitoka kula wakaenda chooni ili baadaye wapate kupumzika kabla ya kuendelea, na alishambuliwa na watu wawili, na kwa kweli aina ya shambulio walilenga kudhulumu maisha yake, kwa sababu wamempiga sehemu za kichwa na walipiga zaidi ya mara moja kwa nia ya kutaka kumuua au kumjeruhi vibaya. Tunaweza kusema ni fatal attack, sio shambulio la kawaida. Ni shambulio lililofanywa na mtu anayeonekana na ujuzi na anayejua kitu alichotaka kufanya. Lakini tunamshukuru Mungu, kwa sasa nilimtembelea, nilimkuta mzima, na sio mzima sana, bado alikuwa kwenye maumivu, lakini maadamu tumeweza kuzungumza naye na kubadilishana mawili matatu, mimi kwangu ni neno la kumshukuru Mungu, na yuko thabiti. Ametueleza na aina ya shambulio lilivyo, sio shambulio la kihalifu, kwa sababu mhalifu lazima lingeambatana na tendo lake linalofuata lile la kihalifu, lakini halikuwa shambulio la kihalifu la kawaida. Kwa tukio hilo basi tunapata ujumbe gani? Mimi ujumbe wangu kwamba sasa tumekuwa na uhalifu wa watu ambao wanaonekana wao wako juu ya sheria, wao wanaweza wakafanya lolote popote kwa yoyote, wao ndio taifa, wao ndio nchi kuliko wengine. Kwa sababu mimi sitaki kuliangalia kwa Dr. Kitima, naliangalia kwa namna ilivyotokea swala la Father Kitima. Mpaka leo kuna mtu unaona tweet zake ziko wazi ambazo zimetisha usalama wake, lakini kwa sababu zimetisha usalama. Ni wakili Boniface Mwabukusi, wakili wa kujitegemea ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika. Juhudi za kulitafuta jeshi la polisi hazikuzaa matunda, lakini awali kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam Muliro Jumanne alieleza tukio hili. Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira saa 4 usiku, maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini, Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali katika eneo hilo. Baada ya kikao kuisha, yeye majira saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15 alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo. Alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Baadaye alipelekwa hospitali ya Aga Khan kwa matibabu na anaendelea vizuri na matibabu. Muliro amesema tayari mmoja wa washukiwa wa shambulio hilo amekamatwa kwa ajili ya mahojiano na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa yoyote ambaye amehusika. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Rauli Mahabi maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi zaidi wa kina unaendelea ili kubaini wahusika wa tukio hilo na hatua kali za haraka zitachukuliwa kuhusiana na tukio hilo. Charles Kitima, mbali na kuwa katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mbali na nafasi yake ndani ya kanisa hilo, Padri Kitima anajulikana kwa misimamo yake kukosoa na kuwa mstari wa mbele katika masuala ya haki za binadamu, utawala wa sheria na uwajibikaji wa kijamii. Hii ni BBC. Mshambuliaji wa Barcelona Lamine Yamal alisema hatajilinganisha na Lionel Messi kabla ya kufanya mchezo mzuri ambao Messi akiwa na umri wa miaka 17 angeweza tu kuwa na ndoto ya kufanya katika moja ya nusu fainali kubwa zaidi za ligi ya mabingwa Ulaya kuwahi kutokea. Hii imemsababishia kuitwa fikra na mwenye kipaji cha ajabu. Sasa nampigia pasi nahodha wa kikosi changu akivaa jezi nambari 9 mgongoni, Munira Hussein. Inter Milan walicheza sehemu yao katika mechi kali kwenye dimba la muda la Barcelona, uwanja wa Olimpiki wa jiji hilo. Lakini wakati mabingwa hao wa Serie A wakishikilia nafasi hiyo baada ya kuambulia sare ya 3-3, hakuna shaka nani alikuwa kinara wa mchezo huo. Mchezaji chipukizi Lamine Yamal alisherehekea mchezo wake wa 100 akiwa
amevalia jezi ya Barca kwa kuonyesha ustadi na kuwasaidia viongozi hao wa La Liga kurejea kwenye mechi baada ya kufungwa mabao mawili ya mapema. Akiwa na miaka 17 na siku 291, Lamine Yamal alivunja rekodi ya Kylian Mbappe ya kuwa mchezaji mwenye umri mdogo zaidi kufunga katika nusu fainali ya Ligi ya Mabingwa Ulaya. Baada ya kuanza pambano la Barcelona kwa bao zuri la ustadi mkubwa, aliendelea kuwapa nguvu wenyeji hao huku mashuti yake mawili yakigonga mwamba. Barabara kabisa. Kocha wa Barcelona Hans Flick amemsifu sana kijana wake Lamine Yamal. He's special and yeye ni maalum, ni fikra. Katika mechi kubwa anajitokeza, ana kipaji cha ajabu. Hii inakuja kila baada ya miaka 50 kama Simone alivyosema. Nina furaha hii iliangukia Barcelona. Napongeza usomaji wake wa pande zote wa mchezo huu na ni imani atatusaidia pia katika mechi ya marudiano. Tuna dakika 90 zinatosha kutufikisha kwenye fainali ambayo ndio lengo letu. It's enough for getting the final, but this is our goal. Lamine Yamal anaongoza orodha ya kazi ya wachezaji mahiri waliofanya wakiwa na umri wa miaka 17. Cristiano Ronaldo akiwa na umri wa miaka 17 alicheza mechi 19, mabao 5 na assist 4. Lionel Messi akiwa na umri wa miaka 17 alicheza mechi 9, bao 1 bila assist yoyote. Lamine Yamal sasa akiwa na umri wa miaka 17 alicheza mechi 100, mabao 22 na assist 33. Lakini Lamine Yamal ameshinda nini hadi sasa? Kabati lake lina mataji ambayo wachezaji wengi wangeweza tu kuota kuwa nayo katika maisha yao ya soka akiwa na umri wa miaka 17. Kufikia sasa kwa klabu na inchi, orodha yake ya mataji ni kama ifuatavyo. Alitoa taji la Euro 2024, bingwa la Liga mara 1, Copa del Rey mara 1 na Spanish Super Cup mara 1, na orodha hiyo inaweza kukua zaidi mwishoni mwa mwezi huu. Naam, Munira, bado tukisalia katika michuano ya kuwania vikombe barani Ulaya, leo usiku zinapigwa mechi za nusu fainali mkondo wa kwanza kombe la Europa, Manchester United ikisafiri kumejana na Athletic Bilbao. Huu ni mchezo wa kwanza wa mechi za Ulaya kati ya Athletic Club na Manchester United tangu msimu wa mwaka 2011-2012 katika mechi za UEFA Europa League hatua ya 16 bora chini ya Marcelo Bielsa. Athletic ilishinda mechi zote 2 mabao 3 kwa 2 ugenini na mabao 2 kwa 1 nyumbani na hatimaye kufika fainali ya msimu huo. Lakini hata hivyo, Manchester United ndio timu pekee ambayo haijashindwa katika UEFA Europa League msimu huu. Mechi zao 12 bila kushindwa ndizo nyingi zaidi katika mashindano makubwa ya Europa tangu kucheza mechi 15 mfululizo bila kupoteza kati ya Novemba 2016 na Oktoba 2017. Naam, ni wakati ambapo Tottenham itaialika Bodo Glimt kutoka Norway. Hebu nikushukuru sana Munira Hussein. Makala mengine ya spoti ni hapo kesho. Mimi jina langu ni Ive Buchana.